Ndugu zangu wana Luchelele, tuna taarifa moja muhimu ya tarehe 29 ya mwezi wa 10, tukiwa na maana ya kwamba mwezi huu CCM safi tutakwenda kukipa Chama cha Mapinduzi kura nyingi za kishindo kutokana na wagombea safi ambao tumewaleta mbele yenu. Tuna changamoto za afya na elimu, lakini kwa ndugu zangu wale maafisa usafirishaji wamenituma, wameniambia tunataka Luchelele tuwe na SACCOS ya maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tunaomba ukienda utupiganie tupate mtaji, SACCOS iwe na mtaji kupitia halmashauri ya jiji ili tukakopeshane bodaboda. Si ndio maafisa usafirishaji? Mmenituma mjanituma? Nimesema sijasema? Ndugu yangu Nzira Nyingi ni msikivu na atayafanya. Kwa hiyo ninaomba wana Luchelele sisi ni wamoja, tunaongea lugha moja. Tarehe 29 Oktoba kwa wingi wetu tukajitokeze tukakipe kura Chama cha Mapinduzi, kura za kishindo. Tukampe kura Mama Samia Suluhu Hassan, kura za kutosha. Mkampe mtoto wenu, ndugu yenu, kijana mwenzenu, ndugu Nzira Nyingi, kura za kutosha, na mimi mtoto wenu mnipe kura za kutosha, ndugu Mpanjo. Asanteni sana, mwe na jioni njema. Ndugu zangu wa Luchelele, ninafahamu nayo kiu kubwa ya habari ya kurekebishwa mitandao yenu ya barabara. Miundombinu ya barabara ina changamoto kubwa, ninafahamu. Na kwa bahati nzuri nimepita, nimeona kwa macho. Mimi nataka niwaahidi, tumekwisha kuzungumza na mgombea wa nafasi ya udiwani, kaka yetu Mpanjo, na tumekubaliana ya kwamba kipaumbele namba 1 kwa watu wa Luchelele baada ya maji tunakuja kushughulika na barabara za mtaa. Na kwa bahati nzuri sana mtakubaliana na mimi, wakati mgombea wa nafasi ya urais alipokuja Mwanza kwenye viwanja vya mpira wa Nyamagana, tulizungumza habari ya uboreshaji wa barabara zetu za mitaa, hususan kwenye kata ya Luchelele. Niliomba ujenzi wa barabara ya kilomita 5.1 ambayo iko ndani ya kata ya Luchelele kwa urefu wa kilomita 5.1 kwa kiwango cha lami. Lakini bila barabara za mtaani ambazo hazipitiki, tayari halmashauri ya jiji imekwisha kununua mitambo yenye zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 400, fedha ambayo imekuja kunufaisha wakazi wa Luchelele, kwa sababu mitambo hiyo ndiyo itakwenda kuchonga barabara zetu. Na zaidi ya yote, tunawahakikishia barabara zitapitika majira yote ya mwaka, kiangazi pamoja na masika. CCM oye! CCM oye! Lakini ndugu zangu wa Luchelele, nimeelezwa jambo jingine ambalo ni kero kubwa kwenu, ya kwamba pamoja na ukubwa wa kata ya Luchelele, pamoja na mahitaji ya watu wa Luchelele, lakini watu wa Luchelele hamna soko. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Nataka niwaambieni, kazi yetu sisi viongozi ni kuja kuwatia matumaini. Tumejielekeza kwa miaka 5 kuja kufanya kazi ya wananchi. Nilikuwa namzungumza na ndugu yangu mgombea wa nafasi ya udiwani, nikamuuliza habari ya eneo kama lipo la kujenga hilo soko. Akasema tayari serikali imekwisha kutenga eneo, lakini changamoto yake ni fidia. Watu walioruhusu maeneo yao kuchukuliwa hawajafidiwa. Tumekubaliana pamoja ya kwamba kwa bahati nzuri, kwa sababu waliochukua hayo maeneo ni jiji la Mwanza, na sisi tunakwenda kuwa chombo cha kuwasemea. Nataka niwaahidi, kazi yetu ya kwanza ni kwenda kuwapigania ninyi wale mnaostahili fidia, mkaweze kufidiwa, ili lile soko liweze kuanza kujengwa mara moja, na wananchi wa Luchelele mpunguze kutumia umbali mrefu wa kwenda kupata mahitaji ya sokoni kwenye kata nyingine za jirani kama Nyegezi na Buongwa. CCM oye! CCM oye! Nataka niwaahidi, ninapokwenda Dodoma siendi kujifunza, ninapokwenda jiji la Mwanza siendi kujifunza. Ndugu zangu wa Nyamagana, nipeni imani ili nikaweze kuifanya hii kazi ya kuwawakilisha kwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Nyamagana. Niombe kula kwa ndugu yetu Mpanjo, mgombea wa nafasi ya udiwani wa kata yetu hii ya Luchelele. Na katika hili ndugu zangu wa Luchelele, kama mtakubaliana na mimi, Daktari Samia Suluhu Hassan huko alikuwa anatuona, na angetamani kuona mikono juu ya wana CCM na wananchi wakazi wa Luchelele
wale ambao wanasema tarehe 29 wanaenda kutiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oe! Wangapi watampa kula Dr. Samia? Wangapi watamchagua Nzila Nyingi? Wangapi watamchagua Mpanju? CCM oe!